Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Amma ba'du. Ndugu yangu, mada inasema, je, matatizo ya nyumbani kwako yana mahusiano au yanahusiana na haya? Angalia alama hizi 6. Matatizo ya nyumbani kwako yanahusiana na haya? Angalia alama hizi 6. Leo biidhnillahi taala tunakwenda kuangalia alama 6. Alama 6 ambazo hizi ukiziona katika nyumba yako, basi tambua nyumba yako hiyo imetupiwa uchawi, aidha nje ya nyumba yako ama ndani ya nyumba yako. Ukiziona alama hizi 6, na mimi sitaki nikutawalishie muda mrefu, nipoteze muda mrefu. Nataka tuingie moja kwa moja kuanza kuzungumza hizo alama 6, ili mimi na wewe tuziangalie. Je, katika nyumba zetu hizi alama 6 zipo? Na kama zipo, basi haraka sana twende tukaziondoshe kwa kusoma sana Suratul Baqara katika nyumba yetu, kama alivyoelekeza Mtume Muhammad uzito wa Suratul Baqara katika majumba yetu, namna gani tuisome na namna gani tufanye ili kuondosha yale yaliyomo katika majumba yetu, kwa sababu Suratul Baqara ina uwezo kufukuza mashetani, kufukuza majini, kufukuza wachawi katika nyumba. Na kama utakuwa uwezi kusoma mwenyewe, basi weka hata kwenye flash Suratul Baqara, alafu fungulia pale nyumbani kwako kwa sauti kubwa, iwe inasoma mara kwa mara Suratul Baqara kufukuza vitu vibaya katika nyumba yako. Twende tukaanze kuziangalia hizi alama 6 sasa, ambazo zikiwemo katika nyumba yako, basi nyumba yako hiyo imerushiwa uchawi, ama ndani ya nyumba ama nje ya nyumba yako. Alama ya kwanza kabisa, adhuhurul hasharat gharibat au zawahifa dakhila fil bait, ni kuonekana kwa wadudu watambao wakiingia sana katika nyumba yako, na hasa katika nyakati za usiku. Ni kuonekana wadudu watambao wakiingia sana katika nyumba yako, na hasa katika nyakati za usiku. Ukiona hali kama hiyo, ndugu yangu, haraka sana chukua hatua. Na kuchukua hatua kwa maana ni kuisoma sana Suratul Baqara katika nyumba yako mara kwa mara, kusoma ayatul kursiyu, lakini jitahidi kila unapoingia ndani mwako kusoma Bismillahirrahmanirrahim. Wakati wa kula kusema Bismillahirrahmanirrahim. Zote hizi ni kinga zidi ya shaitani, kama alivyoelekeza na kufundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni alama ya kwanza. Alama ya pili, alkawabis almuz'ija wa ru'ya alhayati wal aklabi alaswadu fil manami hususan fil laili. Alama ya pili ni kuota ndoto za majinamizi zenye kuhuzunisha, zenye kukunyima raha, hasa ndoto za machatu, majoka makubwa na mbwa weusi. Ukiona zinakujia mara kwa mara, basi huenda nyumba yenu imefanyiwa sihiri, kwa maana kwamba uchawi wa kumerushwa katika nyumba yenu kwa nje, ama umerushwa kwa ndani ya nyumba yenu. Ukiona alama kama hizi, basi haraka chukua hatua, na hiyo ni alama ya pili. Alama ya tatu, alwuquq almufajih au taghayyuru tabaghiyu ifradi albaytu duna sababa fajati, yani kuona utovu wa nidhamu, mabadiliko ya ghafla katika nyumba yako, watu kutoheshimiana, watu mkawa mnaishi kama vile wanyama, heshima imekuwa haipo, kila mmoja anakuwa mkali katika nyumba. Ukiona alama hizi, basi jua hii ni miongoni katika zile alama ambazo zikiwemo katika nyumba yenu, basi nyumba yenu hiyo aidha imerushiwa uchawi kwa ndani au imerushiwa uchawi kwa nje. Alama nyingine, al-ihsas bil khawf au dhiqi au al-kahabat inda dukhul al-bayt. Alama nyingine ni mtu kuwa na wasiwasi, kifua kuwa kizito, kuwa na wasiwasi, kuwa na hofu wakati unapoingia ndani mwako. Yani kama vile hujiamini,
Nyumba kama sio ya kwako, na muda mwingine unapoingia ndani unahisi kama mwili wote unasisimuka, nywele zimekusimama. Kiona hali kama hiyo, basi nyumba yako ichunguze kwa makini kwamba nyumba hiyo huenda kuna uchawi wa kurushwa, kwa nini umerushiwa nje ama umerushiwa ndani ya nyumba yako. Alama nyingine, ta'thiru al-ajhizati al-karubahiyati wal anwari bisurati mutakarrirati wa bila sabab. Na alama nyingine ni kuharibika kwa vyombo katika nyumba yako, kwa vifaa mbalimbali, hususan mfano taa zikawa zinaungua bila sababu, mafriji yakawa yanaungua bila sababu, ama ma TV na kadhalika, ikawa vifaa vyako vinaharibika katika nyumba bila sababu maalum. Basi hii ni alama kwamba nyumba hii imefanyiwa sihiri. Kama nyumba yako ina mazingira na hali kama hiyo, basi haraka sana chukua hatua biidhnillahi taala. Alama ya 6 na ya mwisho inasema adhuhuru raihatul karihatu fil baiti, ni kudhihiri au kuenea kwa harufu mbaya katika nyumba yako. Yani muda mwingine ukiwepo wewe ndani mwako unasikia harufu ambayo huielewi, harufu ya ajabu kabisa. Ukiona hali kama hiyo, basi elewa katika nyumba yako hiyo huenda kuna sihiri imerushwa kwa ndani, ama kuna sihiri imerushwa nje ya nyumba yako. Ukiona alama kama hizi, tumesema kwamba jitahidi sana kuisoma sana suratul Baqara katika nyumba yako, kwa sababu suratul Baqara inafukuza mashaitani, suratul Baqara inafukuza majini, suratul Baqara inayaondosha yale yote yaliokuwa mabaya katika nyumba yako hiyo ambayo kwamba wewe unaishi humo ndani mwake. Inshallah kwa leo tuishie hapa, tukutane katika kipindi kijacho, na tukutane katika darasa lingine la wakati ujao. Wale ambao bado hawajasubscribe channel yetu hii, ni waombe wa subscribe, kwa sababu kuna faida kubwa zinakuja mbeleni inshallah. Kwa hiyo ukisubscribe, faida yake kwamba kila darasa tukileta unakuwa wa mwanzo wewe kupata somo na darasa kama hilo biidhnillahi taala. Na niwaombe ndugu zangu Waislamu, kwa vile tunaelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi tutakuwa na darasa mbalimbali zinahusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, pamoja na vipindi mbalimbali vya maswali na majibu ya dini yetu hii ya Kiislamu biidhnillahi taala. Kwa leo tuishie hapa inshallah, tukutane katika wakati mwingine tena na darasa zingine tena. Kama una maswali yako unaweza ukaacha comment yako hapo chini, nitaipitia na tutakwenda kujibu. Lakini vile vile tunaweza ukanipigia kwa namba 0756 81 11 mwisho 26, na Tigo ni 0713 81 11 mwisho 46. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.